KTN. Kwingineko ni kwamba siku mbili baada ya mauaji ya Padre Alois Cheruiyot Bet wa kanisa Katoliki aliyepigwa risasi na wahalifu katika eneo la Tot kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, imebainika kwamba mauaji hayo yalitokana na kusingiziwa kwamba alishirikiana na asasi za usalama katika kukabiliana na majangili bonde la Kerio. Waumini kutoka parokia ya Mtakatifu Mathias alikohudumu wamefichua kwamba kabla ya kifo chake maafisa wa DCI walimtembelea makazi ya Padri Alois ila hakuwepo. Wakazi pia wameeleza kwamba jangili sugu ambaye alihusika na kutambuliwa bado hajakamatwa. Ken Geshuhi na mengi zaidi. Huku marehemu Padri Alois Cheruiyot Bet wa kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Mathias iliyo Tot kaunti ya Elgeyo Marakwet akiendelea kuombolezwa, imebainika kuwa watu waliodhaniwa kuwa maafisa wa DCI walimtafuta wiki jana bila ya kumpata. Mwalimu wa dini kanisani humo Richard Ruto aliyefanya kazi kwa ukaribu na marehemu ameeleza kuwa maafisa hao walitembelea makazi ya Padri Alois Mei 16 na Mei 17, ila Alois alikuwa ameondoka kwa shughuli za kikazi. Mzee wa mtaa Evans Kipkosgei amesema kuwa ripoti za padri huyo kutembelewa na watu hao zilienea, watu wanaohusika na ujangili wakimuona kama msaliti. Juma moja baada ya ziara ya maafisa hao, marehemu Padri Alois alipigwa risasi alipokuwa akirejea alipoegesha gari lake baada ya kufanya maombi ya jumuiya kijiji cha Kapkobil. Jangili aliyefiatua risasi hiyo akisemekana kutambuliwa na wakazi na jina lake kuwasilishwa kwa viongozi wa utawala ila bado hajakamatwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen leo alitembelea familia ya marehemu katika kijiji cha Chelasgei kaunti ya Nandi akisema kuwa mauaji ya Padri Alois ni kutokana na operesheni inayoendelea ya kuwawinda majangili sugu. Na kwa sababu ya hiyo operation tumeweza kushika watu karibu 4 ambao ni majangili sugu na wengine wawili wakauawa. Na mmoja wao ndiye alikuwa komanda yao katika sehemu hiyo. Na kwa sababu ya hasira ya wale wengine alishirikiana na hao, wakatoa hiyo hasira ya hiyo operation, wakaenda sasa wanatafuta kila mtu ambaye aswa kama Father Alois, kwa sababu amekuwa ni mhubiri wa kuleta amani na ni mtu amekemea mambo ya ujangili. Murkomen aliahidi kukamatwa kwa jangili aliyehusika, akidokeza kuwa licha ya uhalifu kupungua katika bonde la Kerio, zaidi ya watu 20 wameyapoteza maisha yao mwaka huu. Kwa miezi ya kwanza ya 5 ya 2024, kwa bahati mbaya tulipoteza watu 66. Hata kama ni kwa uchungu sana, tunasikia tulitaka ikuwe 0, lakini imepungua kutoka hiyo 66 mwaka jana, imefika watu 22. Wakati huo huo, viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamemtaka Murkomen kuhakikisha haki imepatikana kwa Padri Alois, la sivyo aondoke afisini. Bila security hakuna maendeleo. Sasa security pamoja na wale watu washike kwanza, mtu wa Mungu kufanyiwa hivyo ni laana tusipofanya kitu. Kwa hivyo nataka niambie hata Waziri Murkomen, tutakusaidia mpaka tujue ni nini ambayo inafanyika. Ken Geshuhi, KTN. Na tukitoka Elgeyo Marakwet tuelekee katika kaunti ya Kakamega. Mkutano uliodhamiriwa kumkaribisha nyumbani naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala